Hamjambo, najulikana kama Mwalimu Cheche, Rastus Yenga. Leo hii ningependa tujifunze juu ya uongozi. Uongozi, sehemu ya A, kufasiri au kuelewa uongozi ni nini. Ni jambo ambalo tungependa kujifunza. So tunapoongea juu ya kiongozi, tunamaanisha kiongozi ni nani? Kiongozi ni nani? Na tumeona kwamba matatizo mengi katika dunia hii yameanzishwa kwa kipimo kidogo na ukosefu wa uongozi. Ukosefu wa uongozi. Hatujapata waongozi ama ulimwengu haupati waongozi ambao wako na maono sawa na wako na ile kupendelea kwa kusaidia wananchi. Kwa hivyo leo hii tunataka tuanze kuangalia kwanza, kabla hujaangalia maana kiongozi ni nini. Ningependa tuangalie kwanza wafuasi ni kina nani? Wafuasi, wale watu ambao wanaongozwa ni kina nani? Na katika hii hali tutaangalia juu ya wafuasi aina mbili. Wafuasi aina mbili. Kuna wafuasi walioamka na wafuasi vipofu. Na kwa hivyo tutaanza kwanza kuangalia juu ya wafuasi vipofu. Tunapoongea juu ya wafuasi vipofu, ni wafuasi ambao hawawezi kuelewa maono na kamwe hawako katika mpango wa kufikia malengo yanayotarajiwa. Wafuasi hawa hawaelewi maono ni nini. Tumeona watu wengi katika uchaguzi wa viongozi wanachagua wakiwa vipofu, maana hawaelewi wanataka nini. Hawaelewi maono ni nini, hawaelewi wanataka nini. Hawaelewi. Na hata kama kuna mpango miema na kuna viongozi ambao kuna madokezo ambao wangependa kufanya mambo ya kusaidia wafuasi hawa, hawataweza kuelewa. Maana ndani ya mioyo zao kuna vile vitu wanahitaji vya dharura kwa wakati huo. Ndio unaona kwamba katika uchaguzi wa viongozi watu wengi hutumia fedha kwa lawi wafuasi ili wakaweze kuwapigia kura. Ni kwa sababu nini? Hawa wafuasi hawana maono hata kamwe. Na hawana mpango wa kufikia malengo yanayotarajiwa. Wao si wasuluhishi wa matatizo. Watu wengi sana, wafuasi wengi, watu wengi sana hawana haja ya kusuluhisha matatizo. Wana haja ya kila ambao wanapata hapo. Daima katika hofu na kusikiria si salama. Hawa wafuasi kila wakati wanaishi katika hofu na kila wakati wanaona hawako salama. Kwa hivyo wamevunjika moyo. Na kwa sababu wamevunjika moyo, wanafanya uchaguzi usio bora kwa kukosa kuchagua viongozi ambao wanaweza wasaidia. Kwa hivyo hawa wafuasi vipofu wanaiba kutoka kwa mradi na wanastahi kumtegemea kiongozi tu. Tunaona kwamba watu ambao wamezoea kuiba na wanajua wako na viongozi, wale watu ambao watachagua watawasaidia katika wizi ya rasilimali, aidha ya serikali, rasilimali ya mradi. Watu ambao wamependa kunufaika, wafuasi hawa ni wapofu. Wanasumbua na wana maswali mengi. Ukiona watu ambao wanasumbua kila wakati, kila mahali wanasumbua na wana maswali mengi, hawa ni watu ambao hawezi chagua kiongozi wa kuwasaidia. Hawezi chagua kiongozi wa kusaidia, watachagua katika upofu, maana hawana maono. Hawa wafuasi hawana maono kabisa. Wamekosa maarifa na ufahamu. Kumbuka kama mtu hana maarifa, maarifa ni muhimu sana. Education katika lugha ya Kimombo. Maarifa ni muhimu sana, ama elimu ni muhimu sana kwa maisha ya wanadamu. Maana ukikuwa na elimu, si tu ile elimu ya shule. Kuna watu wengi wamepokea elimu ya shule, wako na maarifa ya masomo ya shule, lakini maarifa hayo hayawasaidii. Unapata tu bado wao wako katika ile hali ya kutojua. Kwa sababu kuna elimu ya maisha, ya kuweza kutofautisha mema na mazuri, ya kuweza kujua huyu anafaa na huyu hafai. Unapata wote wamekuwa vipofu. Wamekosa ufahamu. Ukikosa kuelewa, kuwa na ufahamu, pia ni shida sana. Na hawana maono. Wanawacheka viongozi. Wafuasi kama wanacheka viongozi wao na kuwanyooshea vidole wanaposhindwa. Ukiona kiongozi wako ameshindwa,
ama achafaulu kwa mambo fulani, unaanza kunyonyesha vidole huyo mtu na kumcheka, badala ya kukuja huyo mtu akuleta suluhisho. Watu ambao hawawezi kuendelea na uongozi wowote, yani hata nani akuje kwa utawala, watu hawawezi kuendelea na hiyo kiongozi, maana hawana ufahamu kabisa, hawana maono kabisa, hawana maarifa kabisa, hawana So wao wafuasi ambao ni vibofu, ndio mara nyingi tunaona katika ulimwengu huu watu wanapochagua viongozi, wanachagua viongozi ambao hawezi wasaidia. Kwa sababu mtu aliingia katika uongozi kwa kutumia fedha nyingi kwa kupea watu. Kwa sababu hao watu walihitaji fedha, badala hao wangechangia kiongozi. Ni vizuri sana ukuwa mfuasi ama tukua wafuasi, tukaweza kusaidia viongozi wale ambao tunataka waingie. Tuwachangie, tuwasaidie, wasitumie fedha zao za mifuko kutupatia sisi. Maana wanapotumia pesa yao kupatia sisi, unapata mtu ametumia kama milioni 1, milioni 50, milioni 100. Kwa hivyo akiingia kwa uongozi atataka kurudisha pesa zile amepoteza. Na kwa hivyo sisi, kwa sababu tunataka pesa kwa haraka, tunataka 1,000, tunataka 2,000, 500, hata 100, ili pengine ununue chakula ya tumbo, inatuletea shida. Unakumbuka katika Biblia kuna Yakobo na ndugu yake Esau. Esau alihusia Yakobo urithi kwa sababu ya supu, kwa sababu ya njaa. Kwa sababu njaa imekumba wananchi na watu wengi wako na ukosefu, watahitaji pesa za dharura. Na hizo pesa za dharura ambao wanapatiwa ndio zinawafanya kwamba waweze kuchagua kiongozi aliyo bora. Kwa hivyo ninahimiza sana wafuasi wote kote ulimwenguni katika nchi tofauti, tafadhalini msiuze urithi wenu kwa sababu ya fedha kidogo. Kwa sababu ya 100, 500, 1,000, 2,000, mkafanya uchaguzi wa kiongozi ambao atawaletea dhuluma baadaye, ama atawaletea aibu. Kiongozi ambao sasa, kwa sababu alitumia pesa nyingi, watu hutumia hata bilioni 50 kwa ajili ya kutafuta kiti ya uongozi. Na watu hao ambao wametumia pesa nyingi kutafuta viti ya uongozi, hawezi kuongoza vizuri, watakuwa wezi katika rasilimali zenyu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu wanataka warudishe zile fedha ambao walitumia kuwapatia. Kwa hivyo sisi wananchi tubadilishe mambo kama hayo. Tubadilishe katika uchaguzi ama kuchagua viongozi wetu wa kanisa, viongozi wa dini, viongozi wa serikali ama nyanja tofauti, tukawache kuweka pesa mbele. Lakini tuangalie viongozi ambao wako na maono. Kwa hivyo wacha tuangalie wafuasi walioamka. Wafuasi walioamka wanakubali uongozi uliotolewa kama wahusika. Wanahusika kabisa kwa kuchagua kiongozi aliyo bora. Wanakagua ni kiongozi gani wangependa awakilishe. Wanaangalia tabia hiyo kiongozi, wanaangalia mawazo yake, amefanya nini, maisha yake amekuwa akiishi namna gani, katika jamii amesaidia nini katika jamii, ako na ushirika na uhusika gani na wafuasi katika jamii. Na kwa hivyo watatengeneza uamuzi wa kuchagua kiongozi ambao wataendanisha pamoja na yeye. Hao wanasaidia katika kufanya maamuzi. Wafuasi ambao wameamka wanasaidia katika kufanya maamuzi, wanakaa wanafanya maamuzi, hawapendelei kupata fedha kwa ajili ya kuchagua kiongozi. Hakuna siku kama hiyo. Watasimama na huyo kiongozi, watamsaidia, watamtolea fedha. Na tunaona katika uchaguzi zinafanyika, kuna wale viongozi jamii inasimama nao kwa sababu wanawajua. Nao jamii inatoa fedha kuwasaidia katika hali ya kufanya kampeni zao. Kufanya ile kampeni ya kupata uchaguzi. Wawe ni katika ushirika, wawe katika ni kampuni, wawe ni katika serikali, watu wanafanya uamuzi wa kuwasaidia kwa sababu wanajua tabia zao, wanajua mienendo zao, wanajua jinsi ambao wanaenda. Kwa hivyo tukabadilishe sisi kama wafuasi, tukabadilishe hali ambao tunaangalia viongozi wetu. Tusiweke fedha mbele kabisa, tutoe mambo ya fedha. Maana ukiweka fedha mbele kwa sababu ile njaa uko nayo, utafanya uchaguzi ambao haufai. Kwa hivyo asante kunisikiza. Sasa tumejua wafuasi wa vibovu ni kina nani na wafuasi walioamka ni kina nani. Wewe uko wapi? Wewe ni mfuasi aina gani? Je, wewe ni mfuasi kibofu ama wewe ni mfuasi aliyeamka? Amkeni tu wafuasi ambao wameamka, wale ambao wanafanya uchaguzi ulio bora. Tunachagua viongozi ambao wanaweza tusaidia katika maisha haya. Asanteni, mimi ni mwalimu wenu Cheche.